Habari, kwa jina naitwa wakili Sangizio Zilaulula na nimespecialize kwenye masuala ya succession and inheritance. Unaweza ukajiuliza ya kwamba, je, madeni ya marehemu huwa yanalipwaje? Na ni nani ambaye anahusika katika kuhakikisha madeni hayo yanalipwa? Hivyo basi niko hapa kukujuza ya kwamba sheria yetu ya Tanzania ya mirathi, the Probate and Administration of Estate Act, iko wazi na inatupatia ni namna gani madeni ya marehemu yanaweza kulipwa. Inatupatia pia utaratibu mzima wa ulipaji wa madeni ya marehemu. Hivyo ukiangalia kipengele cha 108 cha sheria yetu ya mirathi kiko wazi, kinampa jukumu msimamizi wa mirathi kuhakikisha ya kwamba analipa madeni yote ya marehemu kabla hajagawa kwa warithi mali ya marehemu. Na ukienda zaidi katika kipengele cha 109 kinakupa au kinatoa kipaumbele au maelekezo ni madeni gani yanapaswa kuanza kulipwa kabla ya ugawaji wa mali kwa warithi. Hivyo ukiangalia kipengele hicho kinakwambia kwamba madeni kama ya shughuli yote ya msiba, kwa maana ya kwamba gharama ambazo zimetumika katika kuendesha msiba wa marehemu, lakini vile vile gharama za hospitali, kuna gharama za kimahakama za uteuzi wa msimamizi wa mirathi na uendeshaji wa kesi za mahakama, basi gharama hizi huwa ni lazima zilipwe kwanza, kisha mali inayobaki ndio ugawanywa kwa warithi. Lakini pia ukiangalia katika kipengele cha 110 kiko wazi kabisa, kinaeleza kwamba madeni ya marehemu yatalipwa tu kwa kutumia mali za marehemu ambazo zimeachwa. Ukiangalia sheria yetu ya mirathi iko kwa ajili pia ya kulinda mdai na vile vile kuwalinda warithi. Hivyo sheria inaeleza wazi kabisa kwamba hakuna mrithi atakayehusishwa katika kulipa madeni ya marehemu kwa kutumia mali zake. Hivyo mali tu za marehemu ndizo zitakazotumika kulipa madeni yake. Unaweza ukajiuliza, je, itakuwaje kama madeni ya marehemu ni makubwa kuliko mali ambazo ameziacha? Gharama ambazo anadaiwa ni kubwa kuliko estate yake, kuliko property zake alizoziacha. Hivyo basi kulingana na sheria yetu inaeleza wazi ya kwamba madeni yatalipwa kulingana na mpangilio wa kisheria na vipaumbele vyake. Hivyo sio lazima madeni yote yalipwe. Kwa yale yatakayobaki basi itakuwa ni hasara kwa wanaomdai. Hivyo basi unaweza ukawaona mawakili au wakili akaweza kukusaidia, kukuongoza katika kupanga urithi wako ili uweze kuwalinda warithi wako.